Katika maisha, afya si jambo la kawaida. Ni msingi wa ndoto, nguvu ya familia na tumaini la kesho. Ndio. Lile kundi ambalo ndio limekuja leo kwa mara ya kwanza, tutaliomba lisubiri. Lakini kwa wengi, changamoto zinazohitaji upasuaji zimekuwa safari ndefu ya maumivu, hofu na kusubiri kwa muda mrefu. Maisha yangu yaliathirika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu jinsi mwanangu alivyokuwa anapata shida na mimi nikawa nazidi kuumia. Imeathirika kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu maumivu nilikuwa nayapata, nilikuwa nashindwa hata kufanya kazi zangu hizo za kawaida. Nasikia mwili yani unawaka moto, yani siwezi kufanya kazi kwa ujumla. Kwa hiyo sehemu kuto kufanya kazi maanake unaathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa kutambua uhitaji huo, Direct Aid Society kwa kushirikiana na Direct Aid Hospital iliandaa surgical camp maalum ikiwa na dhamira ya kuwafikia wananchi wenye uhitaji wa huduma za upasuaji kwa wakati, kwa usalama na kwa viwango vya juu vya kitaalamu. Kwa nini tumefikiria kufanya kambi hii ya upasuaji katika hospitali hii ya Direct Aid? Kwanza kwa ujumla, hospitali hii iko chini ya shirika ambayo ni shirika ni charitable organization. Ni shirika ambalo limekusudia zaidi kusaidia watu kuliko kujenerate faida. Kwa hiyo kwa kuwepo kwa hospitali imekuwa ni sehemu pia ya shirika kuweza kutumia access zake kwa ajili ya kuwasaidia watu. Sasa kumekuwa na wimbi kubwa pia la watu ambao wana shida hizi ambao zinahitaji matibabu ya upasuaji, na kwa bahati mbaya tumekuwa na jamii au kundi kubwa la watu ambao hawawezi wakamudu hizi gharama za upasuaji kutokana na baadhi ya shida ambazo zinazowakumba. Kwa hiyo kwa kuliangalia hilo, hospitali ya Direct Aid Society kupitia shirika lake la Direct Aid Society likaona kuna haja ya kuorganize na kufanya huduma hii ya matibabu kwa jamii ambayo yenye shida ambayo haitakuwa na uwezo wa kuafford hizi gharama za matibabu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni miongoni mwa sababu kubwa ya awali ambayo ilifanya shirika kuweza kufikiria hili swala la matibabu ya upasuaji kwa watu. Ushirikiano wa wataalamu wenye uzoefu, teknolojia ya kisasa na mifumo madhubuti ya utoaji huduma uliwezesha wagonjwa kupata matibabu salama katika kila hatua ya safari yao. Nilikuja hapa tarehe 20, baada ya kuja tarehe 20 hapa nikasajiliwa. Mimi sikuamini. Sema mbona wanaonekana wasumbufu, kwa sababu kuna kipindi fulani kulikuwa na jamaa fulani waliletaga taarifa zao huku kwamba wana mradi wa nini sijui, watu wakawa wametoka watu sehemu nyingi walikwenda, lakini kumbe hilo jambo walikuwa la ukweli. Nikasema wao watakuwa wana mazingira yale yale. Kuna kipindi kama anapuuzia, lakini Mungu akaniambia wewe nenda, Mungu atakusaidia. Kweli nilipofika hapa nilipokelewa vizuri. Nilikuja siku ya Ijumaa hapa nikafanyiwa hili jambo, sikuamini. Kwanza ile Ijumaa nilipofika hapa hospitali nilipata huduma, sikuitegemea, sikuamini bwana, mpaka nikawa nimepewa muda, tukawa tumekaa friend, sio mimi tu na wengine wengi ambao tulikuwa nao, na kweli wamefanyiwa, na sasa hivi hiyo huduma nimeshaipata. Baada ya kufika kwa hospitali na kuonana na madaktari, wakanipa matumaini zaidi. Walitupokea vizuri, wakafanya vipimo, wakaniambia tarehe 20 nirudi. Na tarehe 20 nilirudi pia tukapokelewa vizuri, tukafanya vipimo na nini, kamaliza, kapangiwa tarehe ya kuja kufanya upasuaji. Mpaka sasa hivi nimeshafanikisha upasuaji. Nyuma ya kila upasuaji kulikuwa na zaidi ya utaalamu, zaidi ya idadi ya wagonjwa waliohudumiwa. Mafanikio halisi ya surgical camp hii yanaonekana katika maisha yaliyobadilika na matumaini yaliyorejea. Alikuwepo mgonjwa ambaye alikuwa na uvimbe shingoni ambao kwa kitaalamu huwa tunasema ni goita. Tulimfanyia kila kitu ambacho kinachostahili kabla ya kumpeleka mgonjwa kwenye operation.
lakini lile goita la kusimuliwa lilikuwa ni goita ambalo ni kubwa, kwa sababu baada ya kulitoa uzito wake ulienda around kilogramu 1 la huyu mgonjwa. Kwa hiyo kwa sisi tunaona kama ni tukio ambalo lilikuwa ni at least la kuonyesha kwamba kuna kitu kikubwa tunakifanya, kwa sababu of course hapo matukio haya ya vivimbe vya goita, lakini mara chache sana kumkuta mgonjwa wa goita mwenye kivimbe chenye ukubwa namna hiyo. Mabadiliko ambayo nayaona kwenye mwili wangu, kwanza najikuta nimekuwa mwepesi, lakini baada ya matibabu naamini kabisa kwamba maisha yangu yatakuwa mazuri, nitafanya kazi zangu vizuri, kwa kuwa lile tatizo ambalo lilikuwa linanisumbua limetoka na nimeliona kwa maisha yangu kwamba ni kitu gani kilikuwa kinanisumbua. Yaani kiukweli mimi mwenyewe kwanza nilipokuwa nafanywa sikutegemea kama nitaamka leo. Yaani nimefanywa jana na leo niko mzima. Yaani hicho ni kitu ambacho sijakitegemea. Kwa hiyo nimeamka nikiwa mzima kabisa, naongea. Nilikuwa natarajia labda siwezi kutoa sauti labda baada ya miezi 3 na kuendelea. Lakini ajabu kwamba nimefanywa jana na jana hiyo nikaanza kuongea. Kwa yoyote yule, yani hata kama itakuwa kwa gharama, wahudumu hapa wako vizuri sana kwa kweli. Yaani hata kama itakuwa kwa gharama na hata gharama zao zitakazokuwa zimetumika hapa, lakini huduma inapatikana ni mzuri. Hivyo basi endapo hata kama kuna mtu anakuwa na matatizo kama ya kungumia, sija kapuuzia kuyapeleka hospitali, kumbe anatibika. Kwa sababu nilikuwa na matatizo hii hernia, na nilikuwa na hii kichwa kimevimba hapa, na nilikuwa na nyama nyingi hapa, kulikuwa na uvimbe hapa. Pia yote wametoa. Hii nilishindwa kutoa hii ya hapa nyuma kwa sababu ya ningekaaje. Hata hivyo wameniahidi kwamba wewe nenda utakapopata nafuu urudi hapa tuone jinsi gani ya kukusaidia. Direct Aid Hospital tunaamini kuwa huduma bora za afya si tu kuhusu kutibu ugonjwa, ni kuhusu kurejesha matumaini, kujenga imani na kuboresha maisha ya kila anayekabidhi afya yake mikononi mwetu. Leo baada ya matibabu namwona mwanangu katika upande wa ulalaji, spidi kidogo ile ya kukoloma imepungua, sio kama ilivyokuwa mwanzo. Na nawashauri wenzangu, mtoto yoyote ama mtu mkubwa mwenye changamoto aina yoyote asikae nayo nyumbani, kwa sababu wapo watu na kila mmoja na section yake na kila mmoja na kazi yake. Mwenyezi Mungu amemleta kwa ajili ya kazi maalum. Kwa hiyo afike sehemu za huduma, matibabu yanapatikana, Mwenyezi Mungu anapitisha mkono wake. Kwa ujumla tunaishukuru sana taasisi ya Direct Aid Society kama mdhamini mkuu wa hii kambi au hizi kambi ambazo zimekuwa ni maendelezo hapa kwenye hospitali yetu. Lakini pia tunatoa pongezi kwa watu waliojitokeza, wakiwemo wagonjwa na wale ambao waliopata matibabu kutokana na zile shida zilizokuwa zinawasumbua za kiupasuaji.